Sasa hivi wengi wameweza kupata uelewa wa kuweza kutambua kwamba uraibu ni maradhi kama yalivyokuwa maradhi mengine. Mtu anapokuwa mtegemezi wa vilevi vya aina yoyote, basi tunasema kwamba huyu mtu yuko na maradhi, na maradhi haya yanaitwa uraibu. Maradhi haya tunayaangalia katika fikra, namaanisha kwamba fikra ya mtu inakuwa imetawaliwa na kitu kimoja. Na si kwamba hana nafasi ya kuweza kufikiria vitu vingine, lakini kile kilevi ambacho alichokuwa anakitumia ndio kilichotawala katika fikra zake, na anajikuta wakati mwingine anafanya vitu vingi sana, lakini katika faida ya kuweza kupata kile kitu kimoja kilichokuwa kimetawala katika fikra zake, ambacho hicho tunasema ni kilevi, kwa sababu hapa nauzungumzia uraibu wa dawa za kulevya. Lakini wakati mwingine katika upande wa hisia nazo zinakuwa na utegemezi. Furaha yake na utulivu wake unatokana na hicho kilevi ambacho kilichotawala katika fikra zake. Lakini ni mfano wa gari ambalo linatakiwa liweze kuwekewa mafuta, haliwezi kwenda bila kuweza kuwekewa mafuta. Ni vivyo hivyo kwa mraibu wa dawa za kulevya au wa vilewesho mbalimbali. Mara nyingi ni kwamba ili mwili wake urudi katika hali za kawaida, ni lazima aweze kutumia hicho kilevi kilichotawala katika fikra zake. Na hapa ndipo tunaposema kwamba huyu mtu yuko na maradhi, na maradhi haya yanaitwa uraibu. Lakini wengine husema addiction is the family disease, ni maradhi ya kifamilia, kwa sababu wakati huyu mgonjwa anaugua kifikra, kihisia pamoja na kimwili, na familia nazo zinaugua emotional disease, maradhi ya kihisia, wasiwasi, hofu na hali fulani za kuweza kumpatia mgonjwa wao tamaa. Sasa leo huna haja ya kuweza kumpeleka kwa ganga kienyeji, leo huna haja ya kuweza kumfukuza nyumbani, leo huna haja ya kuweza kumtoa sehemu moja tu kwenda kumpeleka sehemu nyingine, leo huna haja ya kuweza kumfungia tu ndani. Kituo kipo cha matibabu ya waraibu wa dawa za kulevya pamoja na pombe. Hapa ni Dapo Recovery House, tunasaidia jinsia zote, yani wanawake na wanaume wanaweza kupata nafuu kutokana na maradhi hayo ya uraibu. Tunapatikana block 15 na 17 Kigamboni, Dar es Salaam, Tanzania, na kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0673204332. Daima inaonekana kuwa haiwezekani mpaka kukamilika kwake. Nafuu inapatikana.